Na msimu wa mwaka 2022 2023 aliweza kupata sana upinzani kwa mzawa ambaye ni George Mpole na wadau wengi wa soka, wachambuzi wengi wakaanza kufananisha kwamba katika mshambuliaji bora Mpole ni bora kuliko Mayele, na kweli paka akachukua kiatu. Ni kweli tuliweza kufanya pale, wengine wanakiita uzalendo, lakini ule uzalendo ambao ulikuwa unatumika kuweza kumhype zaidi Mpole leo yuko wapi? Mpole aliweza kucheza Tanzania msimu unaofuata akiwa katika ubora wake, akiwa Ken Gold katika ubora wake. Msimu unaofuata anatoka anakwenda Kongo, FC Lupopo. Nini kimetokea? Amecheza kule mambo ya kumwendea vizuri, amerudi Tanzania, ameenda Pamba Jiji, mambo yanaenda vizuri, anakwenda Kagera Sugar, na sasa hivi ameenda pia hadi Afrika Kusini, naye pia hajafanya vizuri. Unaona, kwa hiyo unaona kabisa kwamba katika hali kama hiyo sisi kama Watanzania tunatakiwa tuweze kuwapa support wachezaji wetu, lakini pia tuweze kuwaambia mara kwa mara kwamba wanatakiwa waweze kuweka jitihada, waweze kuweka malengo ili kuweza kufikia zile hatima njema. Lakini pia hii iende pia kwa wasimamizi wa wachezaji, manager wa wachezaji pia wanapokuwa wana manage wachezaji, wana manage katika maeneo gani? Wana manage tu kwamba ana kandarasi imeisha anatakiwa kwenda kandarasi nyingine, au pia ana manage hata katika program zake kama mchezaji, yani mchezaji ana program gani? Tunaona kabisa kwamba program yake ya wiki, ya siku, ya mwezi, ya mwaka, pia tuangalie graph yake inapanda inashuka. Hiyo ndo maana ya manage. Wakati mwingine tena bwana michezo mwenzetu tunakutana hapa dimbani. Jina langu mimi naitwa Nicholas John, lakini kuliita Cisco ndo umetisha kweli kweli. Njoo tuzungumze michezo, lakini nyakati hizi bwana tunazungumza mambo mengi kwenye soka, ikiwemo tuzo lakini na ukubwa wa Yanga ambao umejionyesha katika tuzo barani Afrika. Mambo ni mengi kweli kweli, lakini anapewa nguvu kubwa mno na kampuni nzuri ya Kitanzania ambayo inajihusisha na masuala ya usafi kwa maana ya Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa bwana. Una eneo lako, umenunua shamba, unataka likalimwe vizuri ama likafekwe vizuri, lisafishwe, basi waone Double G Cleaners. Lakini una nyumba yako umemaliza kuijenga, una ofisi zako, unataka uzisafishe uhamie, basi waone. Wanapatikana bwana maeneo ya Tabata, Dar es Salaam, Tanzania. Mawasiliano yao ni 0675 34 76 34. Narudia tena namba yao ya simu Double G Cleaners bwana ni 0675 34 76 34. Mapunda Steven, uko vizuri bro? Yes, mimi niko vizuri. Uzima upo na hulalamiki? Ya, namshukuru Mungu niko vizuri. Sawa. Kikubwa ni pumzi. Ni kweli. Mtaji mkubwa sana huu. Yes. Mtaji mambo ni mengi na tunafurahia kuwa na pumzi kama wanavyosema ni mtaji mkubwa. Lakini nataka tutazame kidogo ama tuzichambue kidogo tuzo zile za CAF. Clement Mzize tuzo ya goli bora Afrika kwa msimu ulioisha, lakini Fiston Kalala Mayele ni mchezaji bora wa wachezaji wa Afrika wanaocheza ndani kwenye ligi za Afrika. Unanipata uzuri? Kuna kitu cha kujifunza hapa. Fiston Mayele ambaye amechukua tuzo mchezaji bora wa Afrika, kumbukwe wakati yupo kwenye ligi kuu ya soka Tanzania bara akichezea Young Africans, alikuwa anashindania kiatu na George Mpole. Lakini kwa sasa mwaka 2022-23, lakini kwa sasa George Mpole yamepotea kwenye ramani ya soka. Na nipata uzuri swali langu linaanzia hapa. Amepotea kwenye ubora wa soka. Lakini pia tuna Mtanzania mwingine ambaye alishawahi kuchukua tuzo hii ambayo ameichukua Fiston Kalala Mayele kwa maana ya Mbwana Ali Samata. Yeye gari yake iliwaka kweli kweli kuchukua tuzo na kwenda Ulaya. Amecheza mpaka EPL mpaka UEFA Champions League. Unanipata uzuri na safari yake kawa kimataifa juu zaidi. Hapa kwa Mpole na hapa kwa Samata na kwa Mzize na kwa huyu Mayele mwenyewe. Nini hasa ambacho tunakiona na kipi hasa ambacho tunapata kama funzo na fundisho kubwa kwa wanasoka? Of course tukiangalia kwa tuzo ambazo zimetolewa kwa sasa, tunajaribu kuangalia kwa wachezaji wetu wazawa kitu gani ambacho kinaendelea na kitu gani ambacho kifanyike ili kuweza kusaidia kuweka consistency. Historia kiukweli inatuhukumu zaidi, kwa sababu kwa tuzo ambazo zimetolewa kubwa Afrika, mtu wa kwanza ambaye aliweza kuibeba tuzo hii ni Mbwana Ali Samata. Alishawahi kufanya hivyo akiwa kama Mtanzania, lakini tu hakutokea katika ligi yetu, alitokea ligi ya kule Kongo akiwa anachezea TP Mazembe. Aliweza kubeba tuzo hii.
lakini consistency yake ilikuwa kubwa zaidi. Anatoka Mazembe anakwenda Genk, pia anatoka hapo anakwenda Uingereza, anarudi tena Ubelgiji. Kwa hiyo unaona kabisa ni mchezaji ambaye aliweza kuweka consistency ya hali ya juu. Alikuwa icon ya Afrika Mashariki na Kati, alikuwa icon ya Tanzania kwa muda mrefu, na mpaka hivi sasa unapozungumzia IC unit ya wachezaji wanaotokea katika ardhi ya Tanzania, jina la kwanza kulitaja ni Bwana Ali Samata. Utalitaja bila wasiwasi, bila woga wowote kabisa, pasi na shaka yoyote kabisa. Sasa tunajiuliza, baada ya Samata ni nani mwingine ambaye tunategemea kuweza kumtaja kwa miaka hii mitano endelevu? Ni nani mwingine ambaye anaweza akaja akakilifi kijiti hicho? Lakini pia tukirudi katika historia, Tanzania tumekuwa na kasumba hiyo ya kutokuwa na consistency. Tutarudi miaka ya nyuma kidogo, miaka ya 1998, 99 hadi miaka ya 2000. Kulikuwa na mtu mmoja alikuwa anaitwa Nonda Shabani. Alishawahi kukipiga pale Young African. Kipindi hicho kocha akiwa Laul Shung. Huyu naye alikuwa ni Mkongomani. Na Young African ilikuwa na wachezaji ambao ni tishio sana kwa kipindi hicho. Kulikuwa na Edbid Jonas Lunyamila, kulikuwa na Bakari Malima Jembe Ulaya, kulikuwa na Mohamed Hussein Machinga, alikuwa ni goalgetter huyu. Umeelewa vizuri hapo? Kulikuwa na mtu anaitwa Sekilojo Chambua. Wachezaji ambao walikuwa ni icon ya Yanga, lakini pia alikuwa akifanya vizuri sana. Na Nonda Shabani pia naye alikuwa miongoni mwao. Mimi nakumbuka kipindi nacheza mpira pale DOC, tulikuwa na kocha wetu anaitwa Aluko. Huyu kocha alikuwa akitupa sana historia ya namna gani wachezaji wa kigeni wanajituma sana wanapokuwa katika ardhi ya Tanzania. Anakuambia Nonda Shabani alikuwa mazoezi anaanza saa 9, yeye saa 6 mchana yupo uwanjani anafanya mazoezi, anapiga raundi. Wakina Mohamed Hussein Machinga wanakuja pale wanacheka tu kwamba huyu jamaa huyu bwana anajitesa sana. Umeelewa vizuri? Lakini kumbe lengo lake yeye halikuwa tu kucheza kuishia hapa. Lakini nini kilichokuja kutokea? Alifika hadi Ulaya. Cheza hadi Monaco. Na akacheza hadi UEFA Champions League. Akawa ni mchezaji wa kwanza kucheza ligi ya Tanzania, alafu pia akaenda kutokea katika ligi klabu bingwa barani Ulaya. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba toka enzi za baba zetu wakina Edbid Jonas Lunyamila paka wanakuja kaka zetu, paka tunakuja sisi, tunaona consistency kidogo inapungua. At least kidogo kaka yetu Bwana Samata angalau kidogo ameweza kuonyesha hiyo consistency. Kwa hiyo katika hali kama hiyo, mimi nafikiri kwamba kwa Mzinze anatakiwa sasa aanze kutengeneza backup ya kwenda juu zaidi. Yani isiwe ameishia tu kuchukua goli bora Afrika basi ishie tu hapo kama ilivyo. Yeye anatakiwa aongeze zaidi, kwa sababu kwa mujibu wa profile yake ana miaka 21, 22 kwa sasa. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba anao energy ya kuweza kupambana. Ukiangalia milaba aliyokuwa nayo, ana urefu wa futi 6 na point. Ambao ukiangalia kwa futi 6 hizo ni sawa sana Mayele naye pia futi 6 na point. Ukiangalia katika in terms of age, Mayele kwa sasa ana miaka 31 kwenda 32. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba kwa age bado Clement Mzize ana faida zaidi. Lakini ukija kuangalia mchezaji mwingine ambaye kwa sasa tunamuimba zaidi ni nani? Ni Faisal Salum. Faisal Salum kwa upande wa age miaka 27 kwa sasa. Kwa hiyo ina maana kwamba Mzize anakuwa na faida zaidi, kwa maana kwamba age yake inakuwa inambeba zaidi au ukilinganisha na Faisal Salum. Lakini pia tunaona kuna wachezaji wengine ambao wameweza kufanya vizuri, walifika hadi huko nchini Morocco. Watu kama Simon Msuva wameweza kupambana ilivyowezekana. Wakina Himidi Maunkami wameweza kupambana, lakini haijawahi kutokea wanasimama ma legend kuweza kuyataja majina yao katika tuzo kama ilivyokuwa imetokea kwa Mayele Fiston, kwa sababu tunamtaja huyu alikuwa ametoka katika ardhi ya Tanzania, kwa maana kwamba aliweza kucheza ligi yetu na anatoka kwenye ligi yetu fresh from our league, anakwenda ligi ya Misri na anakwenda kuibuka kuwa kinara. Lakini pia kitu ambacho Mayele anatufunza wa Tanzania na anawafunza wachezaji wetu wa Tanzania ni kwamba patient ni kitu cha muhimu sana.
uvumilivu ni kitu cha muhimu sana, kwa sababu hata yeye mwenyewe pia alivyokwenda pale Pyramid kwa msimu wa kwanza haukuwa msimu bora. Kama unakumbuka kulikuwa na shutuma nyingi sana, tunatupia majini mara sijui nini. Alikuwa na ukame sana kuweza kutupia kama unakumbuka. Na paka tunamfollow unajua zile. Kwa alipitia pia vipindi vigumu akiwa katika majukumu mapya, lakini aliweza kustick katika kile ambacho anakiamini. Aliendelea kuweka effort na mpaka sasa hivi anaibuka kuwa top scorer wa Afrika katika michuano ya Champions League, lakini pia anaibuka kuwa mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wanaocheza ndani. Na kwa top scorer sio mara ya kwanza, hata akiwa Yanga alishaikuwa top scorer katika CAF Confederation akiwa Young Africa. Kwa hiyo unaona kabisa ni consistency ambayo kwa Mayele, kwa wachezaji wetu wa Tanzania wanatakiwa waweze kuona kama hii ni kama marking scheme ya consistency na kuweza kupambana. Kuna msimu wa mwaka 2022 2023 aliweza kupata sana upinzani kwa mzawa ambaye ni George Mpole, na wadau wengi wa soka, wachambuzi wengi wakaanza kufananisha kwamba katika mshambuliaji bora Mpole ni bora kuliko Mayele, na kweli paka akachukua kiatu. Ni kweli tuliweza kufanya pale, wengine wanakiita uzalendo, lakini ule uzalendo ambao ulikuwa unatumika kuweza kumhype zaidi Mpole leo yuko wapi? Mpole aliweza kucheza Tanzania msimu unaofuata akiwa katika ubora wake, akiwa Ken Gold katika ubora wake. Msimu unaofuata anatoka anakwenda Kongo, FC Lupopo. Nini kimetokea? Amecheza kule mambo ya kumwendea vizuri, amerudi Tanzania, ameenda Pamba Jiji, mambo yanaenda vizuri, anakwenda Kagera Sugar, na sasa hivi ameenda pia hadi Afrika Kusini, naye pia hajafanya vizuri. Unaona, kwa hiyo unaona kabisa kwamba katika hali kama hiyo sisi kama Watanzania tunatakiwa tuweze kuwapa support wachezaji wetu, lakini pia tuweze kuwaambia mara kwa mara kwamba wanatakiwa waweze kuweka jitihada, waweze kuweka malengo ili kuweza kufikia zile hatima njema. Lakini pia hii iende pia kwa wasimamizi wa wachezaji, manager wa wachezaji pia wanapokuwa wana manage wachezaji, wana manage katika maeneo gani? Wana manage tu kwamba ana kandarasi imeisha anatakiwa kwenda kandarasi nyingine, au pia ana manage hata katika program zake kama mchezaji, yani mchezaji ana program gani? Tunaona kabisa kwamba program yake ya wiki, ya siku, ya mwezi, ya mwaka, pia tuangalie graph yake inapanda inashuka. Hiyo ndo maana ya management, yani kumfanyia mtu management maana yake pia kumfanyia follow up katika maisha yake ya kisoka yapo vipi. Kwa je, mameneja wetu wanafanya hilo, wanafuatilia hilo kwa kina zaidi kwa wachezaji wetu, au mameneja wetu ni wale ambao wanatoka tu kusema kwamba mkataba wake kwa sasa ni miezi 6, naweza tukafanya mazungumzo na timu nyingine, au kwa mujibu wa nani tupo katika mazungumzo, au ana mchezaji wangu hajalipo mshahara, au mchezaji wangu anadai stake zake za signing fee. Mameneja wanaishia tu hapo, au pia management inakwenda hadi pia katika maisha ya soka yapoje, anaendaje kwa mchezaji, muendelezo wake wa soka ukoje. Nafikiri mameneja wetu wakienda katika hatua kama hizo zinaweza zikasaidia zaidi kuweza kuwafanya wachezaji wetu sasa waanze kupanda stage kuanzia hapa walipo kuelekea mbele zaidi. Bana, ni somo hili ambalo tumelipata, japokuwa wakati tunazungumza kuna mdau amenipenyezea message ananiambia pia Young Africans wamekuwa bora sana, hata wakina Mayele pia ni zao la Young Africans, na inatakiwa pia tuwape kongole Young Africans, wamekuwa bora kwenye chaguo la wachezaji, na ndio maana wanaonyesha ukubwa wao. Ni baadhi tu ya maneno haya kutoka kwa wadau wakiwa wanani DM na kuniambia namna hiyo. Bwana, wewe ambaye una nyumba yako umeijenga ama bado unaendelea na ujenzi, unataka isafishwe vizuri, ili ukihamia uhamie pakiwa pasafi. Lakini vipi una ofisi, lakini ofisi yako haing'ai vizuri, unataka iwe inasafishwa kila siku vizuri, au wewe nyumbani kwako unahitaji mtu wa usafi ambaye uko bora ya kampuni nzuri ije kufanyia usafi mara moja mzuri alafu kuache na alama kubwa, basi wasiliana na Double G Cleaners. Hawa ni mabingwa bwana wa usafi, wanafanya usafi majumbani, maofisini, lakini pia na kwenye maeneo mbalimbali. Wanapatikana kupitia nambari ya simu ya 0675 34 7634. Narejea tena namba ya simu ya Double G Cleaners ni 0675 34 7634. Jina langu naitwa Cisco. Tumezungumza mengi na mazuri hapa na ndugu yangu Steven Mwana wa Mapunda. Basi kwa pamoja tuna la ziada. Kwa heri.